Je, umewahi kujiuliza ni kwa nini baadhi ya watoto hupoteza furaha yao mapema sana? Na pia umewahi kujiuliza ni kwa nini baadhi ya watoto wanakuwa na majeraha ya kudumu ambayo hayaonekani kwa macho? Watoto wetu si dhaifu, bali mazingira wanayopitia ndiyo yanakuwa hatarishi zaidi katika maisha yao. Leo katika Moyo wa Malezi tunaenda kuzungumzia mambo matano ambayo yanatishia, na ni mambo matano ambayo ni hatarishi kwa matumaini ya watoto wetu. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu nakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya familia yako na kwa ajili ya jamii nzima. Una uwezo wa kushare video hii na pia usisite kusubscribe ili uendelee kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi. Kama unataka ushauri wetu, una uwezo wa kutupigia simu au kututumia ujumbe kwa namba 0754579224. Karibu na tuanze. Jambo la kwanza ni ukosefu wa upendo na muda wa wazazi. Watoto hawahitaji vitu vingi sana kutoka kwetu. Watoto wanahitaji muda na upendo kutoka kwa wazazi wao. Mara nyingi wazazi wengi wanajitahidi sana kuwapa mahitaji mengi watoto, kuwapa pesa, kuwapa vitu vingi, kuwanunulia vitu mbalimbali, lakini hawawapi watoto muda. Hawawapi watoto upendo wa kuwa nao karibu. Ule upendo wa kuwa karibu na mtoto, wa kumsikiliza mtoto, wa kuangalia ana shida gani, kujali mahitaji yake ya kihisia, huo ndio watoto wanakosa, na huo muda wa mzazi ndio mtoto anauhitaji. Mtoto akipata muda kutoka kwa mzazi wake, upendo kutoka kwa mzazi wake, hapo unakuwa umemsaidia mtoto kuondokana na viashiria ambavyo ni hatari sana vinavyopoteza matumaini kwa watoto. Mtoto anajenga matumaini kwako. Hivyo tuwape watoto muda, tuwape watoto upendo, tuwe karibu na watoto. Jambo la pili ni shinikizo la kijamii na mitandao ya kijamii. Dunia ya sasa imeharibika. Watoto wengi wanapata malezi kutoka kwenye mitandao ya kijamii tofauti na kupata malezi moja kwa moja kutoka kwa wazazi wao. Watoto wanapata maadili, wanafundishwa, vitu vingi tu ni vile ambavyo watoto wanavifuatilia kutoka kwenye mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii imechukua nafasi kubwa zaidi ya wazazi. Mtoto anapokuwa anajishirikisha sana na mitandao ya kijamii, mwisho wa siku anajikuta ameingia kwenye stress, kwa sababu atakuwa anajilinganisha na watoto wengine ambao anawaona kwenye mitandao ya kijamii. Mtoto anakuwa anajiona yeye hatoshi. Na sasa kama anajiona hatoshi, anakuwa anatafuta utoshelevu. Na ule utoshelevu, watoto wako kwenye mitandao ya kijamii wanahitaji tu likes. Mtoto halelewi kwa likes kutoka kwenye mitandao ya kijamii. Mtoto analelewa moja kwa moja na mzazi wake, kwa kufundishwa, kwa kupewa miongozo, kwa kuambiwa kwamba hiki kinafaa na hiki hakifai. Lakini wazazi tukiachia mitandao ya kijamii ndio iwalee watoto. Watoto kule kwenye mitandao ya kijamii wanakutana na vitu vingi, vingine ambavyo viko juu ya umri wao. Mwisho wa siku unakuta watoto wanaanza kuenenda ndivyo sivyo. Jambo la tatu ni mazingira hatarishi nyumbani au nje ya nyumbani. Si kila mtoto yuko salama. Baadhi ya watoto wanapitia katika mazingira ambayo ni hatarishi sana. Wanakutana na jamii, watu ambao wana ushawishi mbaya. Watu ambao wanataka kuwafanya watoto wadogo kama na wao ni watu wazima. Mwisho wa siku, mtoto anaishi akiwa amepoteza matumaini. Mtoto anaishi akiwa hajui ndoto zake zitaenda wapi, kwa sababu anakutana na watu wengine nje ya nyumbani kwao ambao wanamfundisha vitu ambavyo ni tofauti kabisa na ambavyo mzazi angemfundisha. Unakutana na watu wanamfundisha mtoto mdogo mambo ya watu wazima. Wanamfundisha mtoto vitu ambavyo ukivifuatilia na kuvisikiliza unaweza ukashangaa sana na kujisikia vibaya kwenye moyo wako, kama ni mzazi au mlezi ambaye unajali watoto. Hivyo wazazi, tuhakikishe kwamba watoto wanakuwa katika mazingira sahihi wanapokuwa nyumbani na wanapokuwa nje na nyumbani. Wazazi tufuatilie kuona watoto wanapokuwa nje na nyumbani wanawasiliana na kina nani. Ili kufahamu kwamba wanawasiliana na kina nani ni kuwa karibu na mtoto wako. Kumdadisi, kumuuliza amepitia nini, changamoto gani amekumbana nazo kila siku mtoto anapokuwa anatoka. Akirudi ni vizuri mzazi ukawasiliana naye. Na pia
Angalia jinsi mtoto wako anavyokuwa ametoka na anaporudi, je, anakuwa yupo katika hali gani? Kwa hiyo ni rahisi kubaini kama unamfuatilia mtoto kwa makini. Jambo la 4 ni elimu isiyojali maendeleo ya mtoto. Elimu sio kufaulu mitihani peke yake, lakini mfumo unasisitiza alama za ufaulu zaidi kuliko ndoto na maendeleo ya watoto. Mara nyingi tunaona walimu, wazazi, jamii nzima inataka A tu na B, bila kuangalia kipaji cha mtoto, bila kuangalia mtoto huyu ana huo uwezo wa hiyo A. Watoto wanatofautiana sana katika uwezo. Kuna mwingine ambaye anafanya vizuri sana darasani, lakini kuna ambaye ana uwezo wa kufanya vizuri nje ya darasa. Ana uwezo wa kufanya vizuri kwenye kazi za mikono na vitendo. Lakini tunaangalia kwamba mfumo unasisitiza sana ufaulu. Unasisitiza sana watoto wapate matokeo makubwa. Hapo tunakuwa tunawakosea watoto. Kwa sababu kuna watoto ambao wana vipaji. Kuna watoto ambao wakitazamwa kwa mtazamo mwingine wana uwezo wa kufanya vizuri sana katika maisha yao. Wakiendelezwa kwenye vile vitu ambavyo wanaviweza, wana uwezo wa kufanya vizuri sana. Kwa hiyo tunashauri mfumo uangalie pia vipaji vya watoto. Dira, si kila mtoto ana uwezo wa kupata A, B za hisabati, labda sayansi na masomo mengine. Watoto wengine wana uwezo wa kupata alama za kawaida lakini wakafanya vizuri sana katika mambo mengine. Jambo la 5 ni afya ya akili kupuuzwa. Hili ndilo tishio kubwa sana ambalo linapuuzwa. Watoto nao wana msongo wa mawazo, wana hofu, wana mambo ambayo yanawatatiza katika akili. Lakini unakuta mara nyingi wanaambiwa vumilia, subiri, hawasikilizwi, wanapuuzwa. Hapo ndipo watoto wanapatwa sana na msongo wa mawazo. Mtoto anayesikilizwa, mtoto anayekaa karibu na wazazi, walimu, walezi, jamii nzima, wachungaji, watu mbalimbali, akapata mtu ambaye anamsikiliza, huyo mtoto angalau anajengwa afya yake ya akili. Lakini mtoto anayepuuzwa, hasikilizwi, anaambiwa tu subiri, anaambiwa vumilia, anaambiwa wewe unasumbua, wewe mbona kila saa mbona wewe umenyamaza, hicho ni kiburi, wewe mtoto gani? Tunakuwa tunawapoteza wazazi. Mtoto anayesikilizwa anakuwa ametibiwa kabisa katika afya yake ya akili. Mzazi, mlezi, mwalimu au mtu yeyote unayependa watoto au mtu yeyote unayejali watoto, kumbuka hili: watoto wa leo ndio taifa la kesho. Tukiwapuuza leo, kesho tutalipia gharama. Lakini tukiwajali, tukiwasikiliza, tukiwapenda, tukihakikisha tunazuia vizuizi ambavyo vinazuia ndoto zao, vinazuia matumaini yao, tutakuwa tumetengeneza taifa imara na dunia nzuri ambayo inakuwa ni salama kwa kila mtu kuishi. Kama umependa video hii, tunakuomba utuambie ni kizuizi gani wewe unaona ambacho kinazuia matumaini ya watoto katika maisha yao. Share video hii kwa wazazi wengine ili waweze kujifunza pia hiki kitu ambacho na wao umejifunza. Subscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi ili uendelee kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi. Mungu akubariki sana. Tukutane kwenye video nyingine inayofuata. Asante.